uipendayo ya The Morning Blend kila asubuhi, ikikujia kwako moja kwa moja kutoka ndani ya studio zetu Pepeta TV. Leo hasa tukiangazia mambo ambayo inaendelea katika Mashariki ya Kati. Ni habari ambazo inagonga vyombo vya habari katika ulimwengu mzima kuhusiana na mashambulizi ya Marekani na mshirika wake mkuu Israeli, hasa wakishambulia taifa la Iran. Na basi leo tunaangazia taifa la Iran, kujua historia yake, uwezo wake, na kwa nini kuna vita kati ya Iran na Israeli, na pia kwa nini kuna shida kutoelewana kati ya taifa ya Marekani na Iran. Basi andamana nasi katika makala ambayo imetayarishwa na mtayarishi na msimulizi JW, nikisema karibuni sana. Kumbuka taifa Iran zamani iliitwa Persia. Ilikuwa makazi ya makabila ya asili ya Kiiran kama Wahajemi na Wamedi, ama Wahajemi na Wapersia, Persians, Wamedi ama Medes na Waparthia. Basi kulikuwa na miundo ya kiserikali, hasa tunaita dola za kale za Kiiran ambazo zitawala. Dola ya kwanza ni Achaemenidi, ambayo ilianzishwa na Cyrus mkuu ama Cyrus the Great kuanzia mwaka wa 550 hadi 330 kabla ya wakati wetu wa kawaida. Ilianzishwa na Cyrus the Great. Ilikuwa ni moja ya himaya kubwa zaidi duniani. Ilienea kutoka India hadi Misri na Ugiriki. Iliruhusu uhuru wa dini na utamaduni, na mji mkuu wake ulikuwa ni Persepolis. Basi Cyrus the Great Cyrus mkuu akaifanya Uajemi na Wamedi kwa taifa kuu zaidi duniani kama ilivyo Marekani kwa leo. Na kwa hivyo bado unaona kama taifa la Iran bado inajiamini kabisa, kwa sababu bado kuna historia kwamba imewahi kutawala dunia. Vile unaelewa ni kwa nini bado inagongwa makobora, lakini wanajisatiti kabisa kuonyesha makali yao na hata kushambulia baadhi ya vituo vya kijeshi vya Marekani na nchi zinazozunguka majirani, hata nchi za Kiarabu ambazo zinaunga mkono Marekani. Dola ya pili ni dola ya Parthiani ya mwaka wa 247 hadi 224. Ilijulikana kwa mapambano yake makali dhidi ya Warumi, yaani ile inaitwa milki ya Waroma. Dola ya Sosaniani ni dola ya Sosaniani ndiyo ya tatu kabisa, ambayo ilikuwa ikitawala kuanzia mwaka wa 224 hadi 651. Ilikuwa dola ya mwisho kabisa ya Kiirani kabla ya Waarabu kuvamia eneo hilo, na dini rasmi haikuwa Kiislamu. Ilikuwa inajulikana kama Zoroastrianism inayomwabudu Ahura Mazda. Basi tungependa kuangazia hasa uvamizi wa Waarabu baadaye katika mwaka wa 651 ambao ulibadili mkondo wa taifa ama tawala huo wa Kiirani. Katika karne ya 7 majeshi ya Kiislamu ya Kiarabu yalishinda dola ya Sasaniani, na basi Uislamu ukaenea katika Irani nzima. Lugha rasmi ya Kiajemi ama Farsi iliendelea kuwepo, na utamaduni wa Kiajemi haukutoweka, bali uliunganishwa na Uislamu. Wapersia ni nani basi, na Waajemi ni nani, ambao inaonekana ndio kabila asili ya Kiirani, ndio kabila kiasili ya Kiirani. Wapersia na Waajemi si watu wawili tofauti, ni watu wale wale. Persia ina maana gani? Inamaanisha ni jina la Kigiriki la kale kwa Irani, bado ni Irani. Ajemi humaanisha nini? Ni neno la Kiarabu linalomaanisha mtu asiye Mwarabu
lakini baadaye likawa linamaanisha hasa mtu wa Irani. Asili yao ni gani vipi basi? Wapashia ama Wajemi ni watu wa kabila la Kiirani ama Indo-European kwa Kiingereza, na lugha yao rasmi ni Farsi. Kabila kubwa Irani ni gani? Wajemi hao ni Waarabu. Wengi hufikiri kwamba taifa la Irani ni taifa la Kiarabu. La sivyo, si taifa la Kiarabu. Tukipenda kuelewa jambo hilo, ndilo jambo kuu. Irani ni taifa lenye makabila mengi. Wajemi ama Wapashia ni takribani 55 hadi 65 ya watu wote. Kuna Waazeri ama Azeris, kuna Wakurdi. Waarabu wa Iran hasa wanaopatikana kusini magharibi Khuzestan, na kuna Wabaluchi na wengine. Kabila kubwa zaidi nchini Iran si Waarabu, ni Waajemi ama Wapashia. Waarabu ni wachache mno, wanakadiriwa kuwa chini ya 5% ya idadi yote ya watu nchini Iran. Basi hatimaye tuweze kuangazia mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka wa 1979. Licha ya kwamba si taifa la Kiarabu, bado ni taifa la Kiislamu. Mwaka wa 1979, mapinduzi makubwa ya Kiislamu yalimpindua Mohammad Reza Pahlavi na kuleta uongozi wa kidini chini ya Ruhollah Khomeini. Ndipo ilipoanzishwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yenye mfumo wa kiongozi mkuu ama mamlaka ya juu kabisa, na pia kuna rais ambaye ni kiongozi wa serikali. Mfumo huu unatokana na dhana ya wilayati al-faqih ama utawala wa mwanazuoni wa Kiislamu. Basi kwa sababu ya kuanzishwa kwa mwamko mpya wa utawala nchini Iran, basi kukakuwa na mabadiliko, kukawa na majukumu ya kiongozi mkuu ama supreme leader. Kwa sasa kufikia mapigano ambao aliuawa hivi karibuni alikuwa ni Ali Khamenei, kiongozi mkuu aliyeuawa hivi karibuni na majeshi ya Marekani na mshirika wake mkuu Israeli. Basi ni yapi majukumu ya kiongozi mkuu wa taifa la Iran la Kiislamu? Kiongozi huyu ana majukumu kadhaa. Ni mkuu wa majeshi yote, ana mamlaka juu ya vita na amani, uteua majaji wakuu, uteua nusu ya baraza la mawaziri, na anaweza pia kumtimua rais ambaye ni kiongozi wa serikali, na pia anaamua sera kuu za nje na za kijeshi. Basi ni majukumu ya kiongozi mkuu ambaye ndiye mwenye mamlaka ya juu zaidi katika taifa la Kiislamu la Iran. Basi ni yapi majukumu ya rais wa Iran? Rais wa Iran wa sasa anajulikana kama Masoud Pezeshkian. Majukumu yake ni kusimamia uchumi, kuunda baraza la mawaziri, kutekeleza sera za ndani, kuwakilisha Iran kimataifa, lakini akiwa chini yake kiongozi mkuu. Basi uhusiano kati ya taifa la Marekani na taifa la Kiislamu la Iran uliharibikia wapi? Ni pale mwaka wa 1979. Uhasama ulianza baada tu ya Marekani kumpokea yule Shah aliyekuwa kiongozi wakati ule, aliyekuwa mtawala wa taifa la Iran. Tukio la Iran basi baadaye kuwashika mateka wale wa diplomasia wa Marekani waliotikwa jukumu mataifa hayo mawili, lakini wakawashika mateka mjini Tehran, alafu uhasama ukaanza kati ya Marekani